Majina yangu naitwa Masud Mambo, ni mratibu wa jukwaa la vijana wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA Taifa, na leo tumekuja kuzungumza na Watanzania kupitia ninyi waandishi wa habari. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai na afya mpaka kuwepo hapa siku hii ya leo, kwani wapo vijana wenzetu wengi ambao wanauguza vidonda, wengine ni walemavu na wengine bado wako mahospitalini kutokana na athari za matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, na wengine wakiwa wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Pili, ninaomba niwashukuru ninyi waandishi wa habari, kwani mmekuwa mstari wa mbele katika kudai haki na maendeleo ya taifa letu. Tunafahamu ya kwamba mnapitia changamoto nyingi sana, waandishi wa habari, kutokana na aina ya kazi mnachagua kuifanya. Wapo wengine ambao mnapitia vitisho, wengine mmeweza kusimamishiwa baadhi ya miji yenu kufanya kazi, lakini na wengine mnatishiwa mpaka kufungiwa usajili wa vyombo vyenu. Yote haya yanafanyika ni kwa sababu tu mmeamua kusimamia haki na wajibu wenu katika kutoa taarifa na habari kwa umma juu ya maisha halisi yanayowasibu Tanzania. Tunawapongeza sana na Mungu aendelee kuwabariki waandishi wa habari. Ndugu waandishi wa habari, mtakubaliana mimi ya kwamba kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 plus makadirio yake ya mwaka 2026, vijana wenye umri kati ya 15 mpaka 35 ni zaidi ya 20,612,000, sawa sawa na asilimia 34.4 ya idadi yote ya Watanzania nchini, ambapo pia watu wenye umri chini ya miaka 30 wanafika asilimia 77 ya idadi yote ya Watanzania. Hii inatuambia nini? Hii inatuambia kuwa idadi kubwa wa Tanzania ni vijana. Hivyo vijana ndio waathirika wakubwa wa mchakato wote wa maamuzi unaofanyika nchini kwetu. Lakini pia vijana hawa ndiyo soko kubwa lilipo, na vijana hawa ndiyo wazalishaji katika taifa letu. Lakini pamoja na vijana hawa kuwa sehemu muhimu ya uzalishaji na ukuaji wa kiuchumi wa taifa letu, wamekuwa wakikumbana na changamoto lukuki kama ambavyo vyama vya siasa, taasisi na makundi mbalimbali yamekuwa yakisemea changamoto hizo. Pamoja na vijana hawa kuwa sehemu na nguzo muhimu ya uzalishaji wa uchumi katika taifa letu, bado serikali imeshindwa kutengeneza mazingira rafiki kwa vijana, na mbadala yake serikali ndiyo imekuwa kikwazo kikubwa katika ukuaji wa uchumi wa vijana wa taifa letu, kwani kumekuwepo na sheria kadhaa, sera, lakini pia na taratibu kadha wa kadhaa ambazo kimsingi taratibu hizo zinamnyima kijana wa Kitanzania nafasi ya kukua kiuchumi, lakini pia nafasi ya kupata fursa ya kuingia katika ushindani wa masoko ya kimataifa. Ndugu waandishi wa habari, tunafahamu ya kuwa vijana wa Kitanzania wanakumbwa na changamoto ya ukosefu wa ajira. Kwa mujibu wa sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 kama ambavyo inavyoelezwa kwenye toleo lake la mwaka 2024, inasema ya kwamba Tanzania kati ya vijana milioni 1 ambao wanaingia kwenye soko la ajira kila siku ni vijana 200,000 tu ambao wanaajiriwa kwenye sekta rasmi, kwa maana ya kwamba sekta binafsi pamoja na zile sekta za umma, ambao ni sawa na asilimia 20. Lakini pia asilimia iliyobaki 80 ambao ni takriban vijana zaidi ya 800,000 wote wanaingia katika sekta ambazo sio rasmi. Sekta hizi ndio hizi ambazo tumesema, kuna bodaboda, mama ntilie, wauza matunda, mboga, wauza karanga. Wote hao wapo kwenye kundi la asilimia 80 ya vijana wote ambao serikali imeshindwa kuwaajiri na wanaingia kwenye sekta binafsi kwenye sekta zisizokuwa rasmi waweze kujiajiri. Na kwa mujibu wa sera hiyo ya vijana ya mwaka 2007 ambayo kupitia toleo lake la mwaka 2024, takwimu zake zinasema kwamba shughuli zisizokuwa rasmi ambazo zimeajiri zaidi ya asilimia 80 ya vijana kila mwaka zinakuwa kwa kasi kutoka asilimia 10.1 mwaka 2006 mpaka asilimia 59.9 mwaka 2022. Kwa mujibu wa sera hiyo, serikali inayojali watu wake
ingeweza kuandaa mikakati imara na madhubuti ya kuwezesha vijana hao ambao wamejiajiri katika sekta zisizokuwa rasmi ili waweze kujikwamua kiuchumi na kupelekea maendeleo ya taifa letu. Badala yake, serikali ya ajabu ya Chama cha Mapinduzi kupitia bajeti kuu yake iliyosomwa bungeni imeongeza gharama za usajili kwa vyombo vya usafiri kwa maana ya bodaboda kutoka shilingi 95,000 mpaka 150,000. Hii ni dhahiri ya kwamba serikali ya CCM haina mpango wote na vijana wa taifa hili. Hata hivyo, bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2026/2027 haionyeshi mkakati wowote wa kutatua changamoto za vijana. Badala ya kujenga uchumi unaoweza kutengeneza ajira, serikali imeendelea kuwasilisha mikopo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kama suluhu ya ajira. Lakini pamoja na ongezeko la mkopo kutoka 10% mpaka 15% ya mapato ya halmashauri, bado haliwezi kuwa jibu la tatizo sugu la ajira nchini. Hii ni changamoto kubwa ambayo kama vijana inatukumba na imeelezwa katika maeneo mengi. Tutakuja mbele nitaeleza vizuri. Hata tume ya Jichande pia ilieleza kwamba hili changamoto ya ajira ni moja kati ya sababu zilizopelekea watu kuweza kutoka na hali ile ya 29 kuweza kutokea. Kupanda kwa gharama za maisha. Ndugu waandishi, ninyi ni mashahidi. Bei za bidhaa muhimu zote zimepanda kwa kasi. Gharama za usafiri, makazi na huduma mbalimbali. Na kupanda huku kwa gharama hizi kuna athiri zaidi moja kwa moja vijana, kwa sababu vijana ndio kundi kubwa la Watanzania. Leo hii petroli inauzwa 4,450 Dar es Salaam. Leo hii sukari inauzwa 3,700 Dar es Salaam. Lakini pia leo kama imetokea dharura kupanda daladala, una mgonjwa yuko Muhimbili, inakupasa uchukue pikipiki uwahi kumpelekea chakula. Ukisema umuulize bodaboda anakupeleka shingapi kutokea Sinza mpaka Muhimbili, atakwambia bei isiyopungua shilingi 15,000. Gharama za maisha zimepanda na kila mtu ni shuhuda wa hili. Lakini pia changamoto kubwa nyingine ni upatikanaji wa elimu bora yenye kuendana na mahitaji ya soko la ajira. Ndugu waandishi, bado tunahitaji mfumo wa elimu unaowezesha vijana ili waweze kujikwamua, lakini pia vijana hao waweze kuwa ni wabunifu, lakini pia mfumo huo uwe ni mfumo ambao una matumizi makubwa ya teknolojia na ushindani katika dunia ya sasa, ili vijana wa Kitanzania waweze kunufaika na fursa za ndani na za nje ya mipaka ya nchi na bara letu la Afrika, ya kwamba elimu inapaswa kuwa daraja la mafanikio na si kupata cheti tu na kusubiri ajira. Changamoto nyingine ni juu ya hali ya usalama wa nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, taifa lenye maendeleo ni lile ambalo vijana wake wanajisikia salama, wanaheshimiwa na haki zao za kikatiba zinalindwa. Tunasikitishwa sana na hali ambayo iko nchini kwetu. Tunasikitishwa sana na kuwa na taifa ambalo vijana wanaishi kwa hofu na kutokuwa na uhuru. Wapo vijana wenzetu ambao mpaka sasa hawajulikani walipo. Hali hii inawafanya vijana wengi kuona hawapo salama nchini. Aidha, ndugu waandishi wa habari, ni ukweli usiopingika ya kwamba vijana wa Kitanzania wanapitia mazingira magumu sana ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Sisi kama vijana wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA kamwe hatutakaa kimya hata siku moja na kuacha vijana hawa wakose wa kuwasemea. Lakini pia tutasimama mstari wa mbele kuhakikisha sauti za vijana wa Kitanzania zinasikika, na kamwe hatutaacha kuungana na vijana wote wengine katika kuelezea hisia zetu juu ya nini kifanyike ili kutengeneza kesho yetu iliyo bora. Ndugu waandishi, mtakumbuka ya kwamba mara baada ya uchaguzi mkuu kipindi cha uchaguzi mkuu matukio ya Oktoba 29 yalipotokea, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliunda tume ya uchunguzi. Tume hiyo ambayo ilikuwa iko chini ya Jaji Mohamed Chande Othman, ambapo ukiachana na mapungufu yote ya tume kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakiikosoa, tume ile iliweza kueleza wazi sababu za msingi zilizochangia maandamano na vurugu zile kuweza kutokea. Sababu hizo kwa mujibu wa tume ya Jaji Chande, moja ilikuwa ni madai
ya muda mrefu ya mageuzi ya kisiasa na katiba nchini. Lakini pia mbili, ilikuwa ni malalamiko kuhusu kubanwa kwa nafasi ya kisiasa na demokrasia nchini. Na tatu, ilikuwa ni changamoto za kiuchumi na kijamii. Na hapa tume ya Jaji Chande iliweza kuelezea kwa kina kuhusu ukosefu wa ajira, ugumu wa mazingira ya biashara, lakini pia mzigo wa kodi na tozo mbalimbali nchini. Na mwisho ni uchochezi wa kisiasa. Lakini pia na baada ya hapo tume hiyo ya Jaji Chande iliweza kwenda mbali zaidi na kutoa mapendekezo kadhaa ambayo yalipaswa kuweza kufanywa kazi ili kuweza kuendana na hali hii ambayo ilitokea tarehe 29. Moja ya mapendekezo muhimu ambayo tume ya Jaji Chande iliweza kupendekeza ilikuwa ni kwamba serikali ichukue hatua, serikali ishughulikie changamoto za kijamii na kiuchumi, hususan ukosefu wa ajira, gharama za maisha na hali za vijana. Ndugu waandishi wa habari, katika hali isiyo ya kawaida, serikali isiyo na haya ya Chama cha Mapinduzi mpaka muda huu haijachukua hatua yoyote katika kushughulikia changamoto hizo. Tulitegemea kwa kuwa walimchagua Jaji Chande wao wenyewe, lakini pia wakaichagua na tume ya Jaji Chande, basi wangeweza kuyafanyia kazi mapendekezo ambayo yaliletwa na tume hili ambayo wao walichagua. Ndugu waandishi wa habari, cha kushangaza ni kuwa hata bajeti yao ya mwaka wa fedha 2026/2027 haijatoa majibu juu ya mzigo wa kodi na tozo mbalimbali kama ambavyo ilielezewa kama kisababishi cha hali iliyotokea tarehe 29 Oktoba. Lakini pia ukosefu wa ajira kama ambavyo tume ya Mheshimiwa Chande iliweza kutoa maelekezo hayo, lakini pia na suala la ugumu wa biashara. Kwa mantiki hiyo, serikali ya CCM hawana mpango wowote na vijana wa taifa hili, zaidi wanatamani kuona vijana wa taifa hili wanaendelea kuwa katika umasikini uliokithiri. Ndugu waandishi wa habari, serikali imewasilisha bungeni bajeti ya trilioni 62.33 kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Swali la msingi ambalo kila mmoja anapaswa kujiuliza ni kwamba, je, haya mafedha yote haya yanakwenda vipi kubadilisha maisha ya Mtanzania? Hizi fedha hizi zinakwendaje kuweza kubadilisha maisha ya kijana? Labda pengine wengi hawajui, mimi nimepata bahati ya kuzunguka nchi hii. Nimezunguka mikoa yote Tanzania nzima zaidi ya mara 3. Nimezunguka taifa hili kwa helikopta, kwa ndege, kwa magari, kwa maboti. Nimezunguka taifa hili. Nchi ina umasikini uliokithiri, haiwezi kuelezeka. Taifa hili ni taifa ambalo kama ikitokea mtu akatoka huko alikotoka akiwa haijui historia ya Tanzania, akafikishwa na kuelezewa kuhusu rasilimali ambazo ziko nchini, akaona hali ya uchumi wa nchi hii, anaweza kusema hapa hakuna uongozi na yote. Taifa lina umasikini uliokithiri, lakini uongozi uliopo wa serikali hii ya CCM hauna mpango wowote wa kuweza kudili na changamoto za Watanzania. Swali hili ni swali ambalo watu wengi wanapaswa kujiuliza kwamba, je, bajeti hii ambayo imesoma bungeni na tayari imeshapigiwa kura ya trilioni 62.33 inakwenda vipi kubadilisha maisha ya Watanzania? Ikiwa fedha hizo ambazo wao wanataka kuzipitisha au bajeti hiyo ambayo tayari wameshaisoma na wameshaipigia kura imejieleza kabisa wazi kwamba kuna matumizi makubwa ya serikali ambayo matumizi hayo hayana wala hayaleti impact yoyote moja kwa moja kwa wananchi. Tuna kila sababu ya kuweza kujiuliza maswali ya kina juu ya hili ambalo linaitwa bajeti ya mwaka wa fedha 2026/2027. Ndugu waandishi wa habari, changamoto hizi ambazo nimesema hapa ni changamoto ambazo zimekuwa zikielezewa na makundi mbalimbali ya vyama vya siasa, asasi za kiraia na mengineyo mengi, ambayo changamoto hizi zinawakumba vijana wa taifa la Tanzania.